Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mashekhe watoa salamu za Eid uchaguzi wa huru na haki, waitaka INEC ihakikishe mchakato unakuwa huru, haki na amani kwa vyama vyote. Kauli za wanasiasa za washtua waziri mkuu atoa hakikisho mambo yatakavyokuwa. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 4 pamoja na ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Nukuu iliyoandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni waziri mkuu Kassim Majaliwa akisema serikali itasimamia sheria na kanuni zilizowekwa ili Tanzania endelee kuwa na utulivu na uchaguzi utakuwa huru na wa haki. Serikali kama mdau tutaichukua kauli ya INEC na jukumu letu ni kuhakikisha uchaguzi unakuwa huru na haki. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4 pamoja na ukurasa wa 5. Madhara ya wanandoa kufichana wosia, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 12 wa gazeti hili. Katika maisha ya ndoa, mawasiliano ya wazi, uaminifu na mipango ya baadaye ni nguzo muhimu zinazosaidia kuimarisha uhusiano. Moja ya maeneo yanayohitaji uelewano mkubwa baina ya wanandoa ni kuhusu masuala ya mali na urithi. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 12. Makala azidi kufuta nyayo za upinzani mikoani, habari katika ukurasa wa 18. No reforms, no election yafurika mitandaoni. Kampeni ya Chadema ya no reforms, no election, bila mabadiliko hakuna uchaguzi, sasa imechukua sura mpya baada ya kutawala katika mitandao ya kijamii mbalimbali hapa nchini. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Sakata la Lema uhamiaji la waibua wanasheria, habari katika ukurasa wa 2. Dr. Moremi aga akiacha alama maabara ya taifa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele Jumapili leo.